tatuongoza kwa dua tunapomkaribisha mwalimu wetu wa kwanza. Basi tupate kuomba. Tunaomba. Mtakatifu na Mungu unayetawala milele, wewe uliyeziumba mbingu na nchi na vyote vilivyomo, twaja mbele zako masaa haya. Baba, tunakualika katika mkutano huu, tunapoenda kuchambua maandiko yako matakatifu. Naomba tupatie hekima ya kuweza kujua ukweli, ili Baba tutakapojua tukafuate ukweli huo na jina lako litazidi kutukuzwa. Dini za ule muovu tunazikemeza kushindwa katika jina la Yesu. Malaika kwa ulinzi naomba akatamalaki katika maeneo haya, na Roho yako Mtakatifu azidi kutufunika, ili Baba jina lako lizidi kutukuzwa. Utusamee na ututakase, kwa sababu sisi ni viumbe dhaifu tusiostahili. Naomba ukatuongoze katika neema yako, ili Baba utakapokuja mara ya pili tuweze kukulaki mawinguni. Tunapoenda kufumua ukweli, hebu Mungu katuongoze hata wanenaji Baba watakapokuwa wakifundisha, naomba wakafundishe haki yako na jina lako litazidi kutukuzwa. Na kupitia kwa jina la Yesu Kristo tumeomba na kuamini. Amen. Amen. Asante. Na kuomba ukaribie karibu wewe ulioko mbali, maana leo ndio kinaumana hapa. Maana leo hapa kuna waka moto. Lazima Uislamu ujulikane ulianza wapi, na lazima Ukristo ujulikane nao ulianza wapi, ili tuweze kubaini ni dini ipi iliyotembea na mitume wetu na manabii wa mwanzo. Kwa hivyo nakuomba ukaribie tunapoingia kwenye mada zetu. Nikiangalia saa yangu inaniambia ni saa 10:52. Dakika za kwanza 20 tunawapatia Waislamu atueleze Uislamu ulitoka wapi, na je, inawezekana kwamba Uislamu ndio ilikuwa dini ya manabii? Dakika 20. Mwalimu wetu sijui yako pande gani? Karibu sana Ustadhi Abubakar. Ametoka mbali. Chama ni sasema, na kwa hivyo mwalimu ingia kwa uwanja utupatie mfumo wa dini ya Uislamu ulitoka wapi na ulianza lini. Asante, karibu. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Inna alhamdulillah wa astaghfiruhu wa ashhadu an la ilaha illa Allah wa ashhadu anna Muhammadar rasul. Kwa hakika baada ya kumhimidi Allah tabaraka wa taala na kumtakia rehema na amani mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kwanza namshukuru mwenyekiti kwa kusimamisha mada kama hii, ili watu wa Kitengele wajue ni gani dini iliyo sahihi kupitia manabii wake. Kwa sababu Mwenyezi Mungu kwanza sisi ametuambia ili tuje tujadiliane na nyinyi. Kwanza nipige Qur'ani mwalimu, kwa sababu mfumo huu wa kujadiliana dini ipi iliyo sawa. Nipige Qur'ani mwalimu, nipe Qur'ani 16 aya yake 125. Kwanza niweke msingi pale, alafu niingie kwa maandiko. Vipi Mungu anatuambia tujadiliane na hawa watu? Kwa namna gani ambayo sisi ili tukija kubainisha ipi dini iliyo sawa katika watu ili waweze kwenda kufuata. Twende vitu mwalimu. Inasema safi, waite watu. Kwanza Mwenyezi Mungu alimwambia mtume waite watu katika njia ya Mola wako. Safi. Kwa hekima, kwanza kwa hekima na mawaidha mema. Na mawaidha mema. Yaani Mwenyezi Mungu alimwambia mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam waite watu katika dini ya Mwenyezi Mungu, katika dini ya Mwenyezi Mungu kwa hekima na mawaidha mema. Safi. Na ujadiliane nao. Na ujadiliane na wao ewe mtume. Twende kwa namna iliyo bora. Kwa namna iliyo bora. Safi. Si kwa kuwatukana wao. Kwanza tunaambiwa si kwa kutukana wao au kutukana dini yao. Kwanza unaambiwa si tukane wao wenyewe ama kutukana dini yao. Twende vitu. Unaendelea kusema safi, kwa njia hii. Kwanza kwa njia hiyo ya kumtukana mtu ama kutukana dini yake. Twende. Huwezi kumvuta mtu. Hakika Mola wako ndiye anayemjua aliyepotea katika njia yake. Nipikie 25 mwalimu, aya yake 51 hapo. 25:51 ni kimsingi bado. 25:51. Ndio maana viwanja hivi tunakuja. Twende vitu sasa. 25:51 nasema safi. Na kama tungetaka kwanza 52 hapo. 52 nasema safi. Basi usiwatii makafiri. Kwanza Mungu anakuambia
mtume, usiwatii makafiri. Safi, na ushindane nao. Kwanza shindana na wao, ndio maana tumesimama kidete, lazima Uislamu usimame. Kwanza Mtume Muhammad anaambiwa unashindana na hao makafiri. Safi, kwa Qur'ani hii ambayo tunatumia, twende ni mashindano makubwa. Na mashindano makubwa, na hapa ndio tumekuja kwa mashindano. Ni ipi dini iliyo sawa kati ya Kristo na Uislamu? Ni ipi iliyo dini iliyo sahihi? Kwanza tunakote aya, kwa sababu sisi kama Waislamu tunaamini mitume waliokuwa kabla Mtume Muhammad, na katika hao mitume wote, kwanza sisi tunaamini katika Uislamu, tunafunzwa na washehe, tunaambiwa mitume waliotumwa na Mwenyezi Mungu ni takriban 124, na katika wale takriban 124 wale waliotajwa katika vitabu ni 25, na katika wale waliotajwa katika vitabu ambao ni 25, wa kwanza tunaambiwa ni Adamu, aliyeshikilia nambari ya pili ni Idrisi, wa tatu Nuhu, wa nne akashikilia Hudi, wa tano Saleh, sita Ibrahimu. Hapa ndo baba wa imani anaanza. 7 akashikilia Luti, mtoto wa bratake Ibrahimu. 8 akashikilia mtoto ambaye ni mtoto wa Ibrahimu ambaye anaitwa Ismaili. 9 akashikilia Isaka, mtoto wa Ibrahimu. 10 akashikilia Yakobo, mjukuu wa Ibrahimu, sawa sawa na mtoto wa Isaka na Ismaili na Luti. 11 akashikilia Yusufu, mjukuu wa Ibrahimu, sawa sawa na mjukuu wa Isaka na Ismaili na Luti, ambaye huyu ni mtoto wa Yakobo. 11 akashikilia Salehe. 11 akashikilia Yusufu. 12 Hudi. 13 kwanza 10 Yakobo, 11 Yusufu, 12 Shuaibu, 13 Ayubu, 14 Dhulkifli, 15 Musa, 16 Haruni. Hapa ndugu yake Musa na Haruni walishikilia moja, hapa Haruni alishikilia nambari ya 15, nambari ya 16 akashikilia Haruni, 17 akashikilia Suleimani, 18 akashikilia Daudi, mtoto wa Suleimani. Kwa hivyo ukisema wewe ukidai ya kuwa Uislamu umeanza eti na Mtume Muhammad, Mungu kwanza, yani dini ni moja. Katika dini ni moja kwa sababu utume ulipoona toka kwa baba na mtoto, ama mtu na kazini yake. Sawa sawa na nambari ya 10, 19 na 20 alishikilia mtu na kazini yake. Elias alishikilia nambari ya 19, 20 akashikilia Eliasa, 21 akashikilia Yunus ambaye yule ambao hawa wanamuita Yona, yule alimezwa na samaki. 22 akashikilia Zakaria. 23 akashikilia Yahya, mtoto wa Zakaria ambaye ni John the Baptist, au anamshikilia hivyo. 24 akashikilia Isa bin Maryam. 25 kidume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ndio anaambiwa nini? Kwanza tunaanza na dini. Ilianza wapi? Ni 2213 Qur'ani. Kwanza tunaangalia mtume wa zamani huko. Wao kija kusema wao Kristo alianza eti Uislamu ndio anaanza na Mtume Muhammad. Kisa Mungu anasema nini? Kwanza nabii wa kwanza. Piga vitu mwalimu. 213. Safi. Watu wote walikuwa dini moja. Kwanza watu wote walikuwa dini moja. Twende. Ya haki. Kwanza hiyo dini ilikuwa ya haki aliyokuja nayo Nabii Adamu. Safi. Kisha wakatalifiana. Hii dini alipewa, yani Mungu alimpea huyo Adamu aliyokuja nayo Nabii Adamu. Kisha watu wenyewe ndio wakaanza kugawanyikana, wakaanza kushtilafiana. Safi. Basi Mwenyezi Mungu akawaletea manabii baada huyo Adamu. Mwenyezi Mungu baada watu wameenda kushtilafiana, Mungu hakuweza kuacha hivi, akawaletea manabii wake. Twende. Watu hao habari njema na waonyao. Safi. Na pamoja na wao akawateremshia vitabu vilivyoshikamana na haki. Katika hayo ndio maana ikaja katika Taurati nambari 10, yani Musa akapewa Taurati nambari 15, ambayo huyo Musa ndo alishikilia na brother yake nambari 15 na 16 Haruni. Alafu baada hapo Mungu alipoteremshia vitabu, baada ya hiyo Taurati imeanza kuwa correct, Mungu bado akateremsha Zaburi, akampatia Daudi na Suleimani, wakawa wanashikilia katika mfumo huu. Baada ya karne zimepita ndio Yesu kateremshiwa Injili. Sijui Biblia imetoka na wapi. Qur'ani kapewa Mtume Muhammad, lakini sisi tunavyojua kama Waislamu tuko na msingi ya kuwa Injili, Injili ilipewa Yesu. Hayajaambatana na Mwenyezi sawa sawa na yale ambayo Mwenyezi Mungu
Mungu anakusudia ndio naanguka hapo. Piga tanbii sasa, maana yake nini? Inasema Paulo akasema wao Waislamu wote wanaenda motoni. Piga tanbii kama huko. Twende. Wanaokwenda peponi, Wanaokwenda peponi na wanaokwenda motoni, wanaokwenda peponi na wanaokwenda motoni, wote wanapitia njia moja. wote ile ni ujani jahanamu, utakuwa kama weighbridge, wote wanapitia njia moja pale. Hakuna njia yote isipokuwa unaenda peponi unaenda motoni, njia ni ile moja. Twende sasa. Hafla wa motoni, Ghafla wa motoni wanaanguka huko, wa motoni ndio wataanguka huko, na wapeponi wanaendelea na njia yao, na wa motoni wataendelea na njia yao. Na nyinyi mmesema nyinyi katika 13:25 Luka, nyinyi ndio yani mnakula damu katika andiko ambalo nimetoa, mnakula damu na mwili wa Yesu, na Yesu anasema siwajui mtokapo, tokeni kwangu nyinyi yani mtendao maovu, mtaanguka kwenye moto wa jahanamu. Wa salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Asante sana. Mwalimu ametoka hapa, ni Muislamu, ameshikilia kwamba Uislamu ndio dini ya manabii. Katika hoja zake, kati ya viraka kwingine katika mashimo ambayo lazima yafukiwe. Mwalimu, karibu dakika 10. Umesikia mapato yake, vichochoro vyake. Wapenzi wa Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Usikize vizuri sasa, dakika 10 natembea. Hebu piga hii ndogo kwanza. 691 Qur'an. 691 Qur'an. Unajua mada hapa ni dini ya manabii. Sasa ungetoa aya hapo kuonyesha watu Uislamu ni dini. Sikiza, hakuna andiko linalosema Uislamu ni dini. Mungu haujui Uislamu wala hana haja nao. Hebu safiri hiyo 691 Qur'ani. Nasema hao nimeandika uchafu wake hapa. Hao 691, hebu piga pale pale chini. Hainasema chura. Sasa sikiza, Qur'an anasema chura aliemo kusimama kisimani, aliemo kisimani, atajuaje yaliyoko baharini? Sasa chura aliemo kisimani, atajuaje ya baharini? Huyu chura ambaye yuko kisimani atajuaje ya Biblia bahari kubwa? Sasa tunataka kumdhihirisha tena kwamba kwamba Ukristo ndio dini ya manabii, na hiyo ndio dini ambayo watu wataingia mbinguni na dini hiyo. Lakini kabla sijaangalia swala hilo, hebu tuchunguze Uislamu vizuri. Msomaji, hebu piga hii kuna kitabu cha Uislamu hicho kidogo kinaitwa Ulimwengu wa Majini na Vituko Vyake. Tuchunguze Uislamu vizuri. 31 kwa ukurasa wa 31 pale. Una staa ya kwanza pale. Ukurasa wa 31 staa ya kwanza. Ibada. Inasema ibada. Staa ya kwanza. Umeona staa ya kwanza? Naam. Haya. Inasema ibada iwe kwa ajili ya Mwenyezi Mungu tu. Ibada na iwe kitabu chao. Ibada iwe kwa Mwenyezi Mungu tu. Jambo hili hilo limesababisha wasiokuwa Waislamu, limesababisha sisi Wakristo tusiokuwa Waislamu endelea kuikashifu dini. Sisi bado tunaikashifu dini ya Kiislamu. Tembea vitu baba, kwa kudai ni dini ya majini. Yaani kuna watu ambao si Waislamu ambao wanasema Uislamu, wanadai kwamba Uislamu ni dini ya majini. Tembea baba wewe. Inaendelea kusema, unanichelewesha. Hatupigi kwani. Wewe rudia tena. Inasema nini? Hatupigi. Anasema hivyo. Hatupingi. Kwani ni majini. Majini. Sikiza, miongoni mwao wapo Waislamu. Kumbe majini wafasi wao ni Waislamu, na wala hawana kitabu ila Qur'ani. Qur'ani ndio kitabu chao. Twende baba. Hawana mtume ila Muhammad Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sasa
dini ya majini. Nyinyi mwataka kuingia, muache dini ya Yesu, mufuate dini ya majini. Msomaji, Mwalimu, sura ya pili pale pale ya pili hapa inasema, changamka wewe. hata hivyo huwataka watu kuvaa kanzu. Majini huwataka watu kuvaa kanzu, kilemba. Akina mama Wakina mama na vipi? shungi. Wewe unanichelewesha wewe msomaji, tembea pamoja na kuamrisha kufunga. Wanaamrisha kufunga, kuhimiza hija, hikima na kusomewa maulidi. Atulie, kumbe wanasomea. Hiyo zote ni ibada za wale majini. Ukurasa wa 32 wewe baba, hebu tembea pale pale, ukurasa wa 32 sura ya pili pale. Aya pili nasema, tembeza ulimi kidogo. Kuna desturi ya kufunga vilinge. Kuna desturi hao Waislamu, kuna desturi ya kufunga vilinge mwezi wa Ramadhani, kwa amri. Kumbe kwa amri ya hao mashetani. Kumbe kuna amri ya hao mashetani. Inaendelea kusema, ndio, na hutaka vilinge hivyo vifunguliwe baada ya Ramadhani kwa maulidi au tawasul. Unaona, piga sura ya pili, sura ya kwanza pale. Kuna sura ya kwanza hapo. Ya kwanza inasema, changamka. Kwa hiyo sio rahisi njini. Kwa hivyo sio rahisi jini amuingie Muislamu, aende kwa Muislamu na aseme yeye ni papa. Yaani jini hawezi kusema mimi ni pope kutoka Vatican, au askofu. Hawezi kusema mimi ni askofu au mchungaji. Jini hawezi kusema mimi ni padri au mchungaji au padri ama kardinali. Twende wa kanisa. Hawezi kusema mimi ni kardinali wa kanisa. Haida Pentekoste. Hawezi kusema mimi ni mchungaji wa Pentekosti au Sabato au Msabato au Roman Catholic. Changamka wewe. Lutheran, Anglican au Moraviani. Tembea na ulimi. Au kutaja miji kama Paris. Jini hawezi kutaja miji kama Paris, Washington, London au Roma, twende na kadhalika. Tembea wewe. Au kuomba asomewe kitabu cha Biblia. Yaani jini hawezi kusema nisomeeni kitabu cha Biblia. Au asomewe Wakorintho wa kwanza. Hawezi. Au Waefeso. Hawezi. Au Mathayo. Hawezi. na kadhalika. Twende. Au kudai misa au Pasaka. Au Krismasi na mengineyo. Changamka wewe. Au kuanza na haleluya. Hawezi. Badala ya asalamu alaikum. Jini mahali popote litakapokuwa linaanza na asalamu alaikum. Salamu za majini ndio pinge. Msomaji na mwalimu, ukurasa wa 10 hapo. Ukurasa wa 10. Mtume Muhammad karogwa. Kwa hivyo kama utamwacha Yesu umfuate Muhammad aliyerogwa. Hebu ukurasa wa 10 pale. Ukurasa wa 10 inasema, ndugu msomaji, ni kosa kupinga uwepo kwa uchawi. Ni kosa kubwa kupinga uwepo wa uchawi. Kwani uchawi ni jambo ambalo lipo tangu kale. Teremka. Kama ilivyoelezwa ndani ya Qur'ani. Uchawi uko tangu zamani kama ilivyoelezwa ndani ya Qur'ani. Na isitoshe hata mtume wetu Muhammad, sallallahu alaihi wasallam alirogwa. Hapo sisemi kitu. Yesu alirogwa. Ni wangapi ambao wako tayari kumwacha Yesu ambaye ndiye njia na kweli na uzima, amfuate Muhammad aliyerogwa? Wangapi kwa mkono wa ishara, kwa ishara ya mkono? Paka mwenye kanzu ule rangi za mtume mwenyewe amekataa. Yule mmoja pale rangi ya mtume Muhammad ile anasema siwezi. Tutambatiza tu, maana dini ya kweli lazima watu wabatizwe. Msomaji, Waefeso 6:12. Dakika 2 mwalimu wangu. Waefeso 6:12 wewe. Waefeso 6:12. Waefeso 6:12. 6:12 Waefeso, maandiko yanasema, sasa ndiye mtume ambaye Muhammad wao wana majini tena karogwa.
Lakini Waefeso 6:12, hebu tendoka pale. Nasema kwa maana kushindana kwetu sisi si juu ya damu na nyama. Lakini sisi kushindana kwetu si juu ya damu na nyama, bali ni juu ya falme, ni juu ya falme na mamlaka, juu ya wakuu wa giza hili, twende juu ya majeshi ya pepo wabaya. Tunashindana sisi na wao, twende katika ulimwengu wa roho. Sasa sisi wa Kristo tuko na vita na mapepo na majini, lakini hawa wanaabudu pamoja. Hebu piga msomaji ambao unapewa pale 6:128 pale, nimalizie pale mchezo, dakika 2 zangu zitakuwa zimeisha. Nasema na wakumbushe siku atakapo kusanya wote. Sasa Mwenyezi Mungu anasema na wakumbushe, kwa sababu majini wanaabudu nao hawa. Lakini Mwenyezi Mungu anasema na wakumbushe wakati majini yote atakapokusanywa. Enyi makundi ya majini, enyi makundi ya majini, enyi kundi ya majini, twende. Hakika nyinyi mmechukua wafuasi wengi katika wanadamu. Unaona, wamechukulia mpaka hawa wamenaswa. Sasa tulia, ameuliza hivi, Ukristo ni dini? Ukristo ni dini? Ndio swali lake, anataka andiko. Je, Ukristo ni dini? Hukuona hiyo, nakupatia 5:5 Qur'ani. 5:5 Qur'ani. Al-Farisi. Nilikwambia hapa sio ndio kufanya mchezo hapa. Hebu sikiza 5:5 Qur'ani msomaji. 5:5 Qur'ani nasema. Piga NB yake pale chini. Unasema, twende. Hawa wanaoitwa misheni, hawa wanaoitwa wa misheni, wanaoingia katika Ukristo. Kumbe kuna watu wanaoitwa wa misheni wanaoingia katika Ukristo. Sasa sasa tulia pale, anasema hao sasa. Kumbe kuna watu ambao wanaitwa wa misheni. Kwa hivyo ukitaka, kama hutaki kutumia jina Ukristo, tumia wa misheni. 14:3 Yohana, fungu langu la mwisho. 14 fungu la 3 kitabu cha Yohana. Inasema tembeza. Inasema basi mimi nikienda 14:6 17:3 17:3 kitabu kile cha Yohana. Maandiko matakatifu yanasema yanasema na uzima milele ndio huu. Wapendwa, uzima wa milele unatangazwa, si kwa kulazimishwa. Wakujue wewe Mungu wa pekee wa kweli, watu nyinyi nyote mkamjue Mungu wa pekee wa kweli, na Yesu Kristo uliyemtuma. Unaona, na huyu Yesu Kristo ndiye njia ya kweli na uzima. Uchague uzima ni Yesu, upone. Asante mwalimu wetu. Tunashukuru sana. Na nafikiri wasikilizaji wetu, nyinyi wenyewe mmesikia walimu wote wawili. Mada yetu ilikuwa ni nzuri na tena ya ajabu. Tukitaka kudhibitisha ipi dini ya kweli iliyokuwa na manabii wa mwanzo mpaka mitume, dini ya kweli ni ipi? Mimi kama mwenyekiti nafanya jumla tu ya mafundisho yote yaliyofundishwa, kwamba conclusion yake ndio hii. Sikiza kwa makini tunapoingia katika kipindi cha maswali. Mungu anasemaje? Kitabu cha Galatia. Maana tulikuwa tunataka kujua manabii wote walikuwa wa Kristo au walikuwa Waislamu. Msomaji, nisomee Petro kwanza. Manabii hao wote waliongozwa na nani? Waliongozwa na Muhammad ama waliongozwa na Kristo? Kwa maana ukiongozwa na Kristo ndio unakuwa Mkristo. Ukiongozwa na Muhammad ndio unakuwa Muislamu. Msomaji, Petro wa kwanza 1. Petro wa kwanza 1:10. Usikie. Nikaanza lugha. Nasemaje? Katika habari ya wokovu, katika habari ya wokovu huo, manabii walitafuta, yaani manabii wote walitafuta na kuchunguza ambao walitabiri habari za neema itakayowafikia ninyi. Kweli? 11. Naam. Wakatafuta ni wakati upi, yaani manabii wote walitafuta